Jukwaa la Wakristo, idara ya umoja wa wanawake bonde la Mbalizi mkoani Mbeya limetoa msaada kwa wagonjwa mbalimbali katika hospitali ya Ifisi ikiwa ni sehemu ya kuonyesha upendo na kuwafariji, ambapo msaada huo uliambatana na maombi maalum ya kuwaombea wagonjwa wote waliolazwa hospitalini hapo. Wakizungumza mara baada ya kukabidhi msaada huo, viongozi wa idara ya wanawake akiwemo mwenyekiti wa idara hiyo Tukupasia Kiambiki pamoja na wajumbe wa idara hiyo Ferista Lalika na Tulia Anthony, ambapo wameeleza kuwa kitendo cha kutoa msaada huo ni sehemu ya wajibu wao wa kijamii na kiroho katika kuwahudumia wenye uhitaji, huku akiwasihi Wakristo na jamii kwenda kuwaona wagonjwa na wenye uhitaji katika hospitalini hiyo. Tulikuwa na mikakati kwamba baada ya ibada yetu ya maombezi ya tarehe 6 tutakapopata sadaka zile, na pia tulikuwa na mkakati wa kupita kwenye makanisa yetu, tuligawana kama viongozi kwa ajili ya kuhamasisha tukio hili la kuja kuwaona wagonjwa. Hivyo tulipanga hospitali mbili, tulipanga hospitali ya rufaa, tulipanga hospitali ya Ifisi. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba wamama kwenye shirika zao wametoa sadaka ambayo siku ile ya hitimisho tulikutana pamoja, siku ya maombezi, siku ya maombi duniani. Tulikutana pamoja, basi tulikuwa pia na waalikwa wakatoa sadaka zao pale, lakini pia sadaka zilizotoka kwenye makanisa yetu tukaziunganisha siku ile ya maombi. Baada ya maombi tukaanza process sasa za kwenda kwenye hospitali kwa ajili ya kufuatilia hospitali ya rufaa pamoja na hospitali ya huku Ifisi. Tarehe 29 tulifanikiwa kwenda rufaa kuona wodi la watoto. Lakini leo tena tumeruhusiwa tarehe 3 kuwepo hapa kwenye hospitali ya Ifisi. Tumefanya kama vile Mungu alivyotujalia, kwa ni sadaka za wamama wote waliofanya siku ya maombi duniani na zile ambazo tulipita kwenye shirika zao. Bali kwenye shirika zingine ama sharika zingine au makanisa mengine wapate nafasi ya kuja kutembelea wagonjwa kama agizo la Yesu anavyosema kwamba twende huko tukahubiri injili. Hii pia ni injili, sio lazima tukapanda madhabahuni. Kuja kuwaona wagonjwa, hii ni injili tosha. Hata kama mtu alikuwa hamjui Mungu, atauona upendo wa Mungu kupitia wengine wanavyoenda kuwagusa, kufanya matendo ya huruma kama tulivyofanya leo. Tunapokuwa tu kwenye shughuli zetu tunajisahau kwamba kuna huduma zingine ambazo ni tofauti na huduma zingine ambazo tunazifanya. Mgonjwa anahitaji faraja, anahitaji upendo, anahitaji pia kukutana na wale wengine ambao ni wazima anakuja kuona wagonjwa. Aidha, mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Kiinjilisti Mbalizi, Mchungaji Elias Mwasenga ametoa neno la faraja kwa wagonjwa, ambapo akiwahimiza kuwa na imani na matumaini katika kipindi walichopitia. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapo mjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Atakuwa anawaambia mambo haya kwamba mlipokuwa duniani nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkaja kunivika, nilikuwa kifungoni mkaja kunitazama. Sasa sisi tumekuja katika wodi hii ndani ya hospitali hii ya Ifisi kwa ajili ya kuja kuwaona ndugu zetu ambao ni wagonjwa. Wengine Mungu amewajalia kupata zawadi za watoto. Kwa hiyo kwa kupitia tukio la siku hii ya leo, tunaona tunatimiza lile agizo alilolisema Yesu. Kuwahudumia, huwezi kujua unayemhudumia huyu ni nani. Bila shaka ni hilo alilokuwa analisema Yesu katika ujumbe huu. Kwa upande wake, katibu wa afya wa hospitali ya Ifisi Daktari Faustina Mahenge amewashukuru wanawake hao kwa msaada huo, ambapo wamebainisha kuwa msaada huo umeleta faraja kubwa kwa wagonjwa na watumishi wa afya
kwa ujumla, huku wagonjwa wakitoa neno la shukrani kwa ajili ya msaada huo. Umoja wa kina mama wameamua kufanya ibada kwa watu ambao ni wahitaji, hasa wakiendana na neno ambalo mchungaji leo alitupitisha kutoka Mathayo 25, akieleza kwamba nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa niko uchi mkanivisha, lakini nilikuwa mgonjwa mkaja kuniona. Kwa wamama hawa, kwa kutii agizo na neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia, wameamua kuacha ratiba zao na kuja mahali hapa kuwaona wale walio wagonjwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hili wazo ambalo wamelipata. Tunaamini kwamba hospitali ziko nyingi sana, lakini wamechagua Mbalizi hospitali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini tunawashukuru sana. Wakati wamefika, wamekuja na vitu vingi ambavyo wameweza kuona hospitali nzima. Wagonjwa wote ambao wamelazwa kwa siku ya leo, wote wamepokea zawadi. Lakini kipekee sana wamekuwa ni watu wa tofauti, kwa sababu hawajaishia kuwaona wagonjwa tu, wamewaona na watumishi, yani wauguzi na madaktari ambao wameingia zamu leo, na wamewapatia sukari kilo 1, sabuni mche mmoja, sabuni ya unga. Kwa hiyo kila muuguzi au daktari aliyeingia siku ya leo anarudi nyumbani sio mikono mitupu kama ambavyo tumezoea, akiwa amechoka. Wamepata sabuni ya kufulia uniform zao, lakini wamepata sukari kwa ajili ya chai. Kwa kweli tunawashukuru sana. Tumekuwa tukipokea vikundi vingi, lakini upekee wa kikundi hiki ni kwamba hawajaona wagonjwa peke yake. Wameona waone hata wale ambao wanafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa. Kwa msaada huu, waliotupa msaada huu wabarikiwe, wa mikononi mwa Bwana. Mungu aendelee kuatia nguvu. Huduma za watoto kama pampers hizi, sabuni, tunashukuru. Mafuta ya kupaka watoto, tunashukuru, wabarikiwa na Bwana. Nashukuru watumishi wa Mungu wamekuja kusalimia, wametuletea zawadi. Wawe na moyo huo. Mungu awasaidie. Tanisaidia kwa kiasi kikubwa, tanisaidia kufua, kutumia pampers za mtoto na mafuta. Msaada uliotolewa kwa wagonjwa katika hospitali ya Ifisi ni sukari, sabuni, mafuta ya kupaka, pampers pamoja na vitu vingine, lengo likiwa ni kuwasaidia watoto na wagonjwa wengine wanaohitaji msaada huo.